Yes, baada ya dakika 90 kukamilika katika uwanja wa Moses Madiba nchini South Africa, Simba kuondoka na aggregate ya 0.1, ushindi ambao walipata nyumbani wa goli moja ndio ulomfanya sasa kutinga finali katika kombe hili la shirikisho barani Afrika. Na Simba anatinga finali kibabe akiwa na ushindi wake wa goli moja, lakini pia anaenda kukutana kwenye finali hii na Berkane kutokea kule nchini Morocco. Na kwa kocha Fadlu Davids itakuwa ni mechi ya kisasi kwa ambapo mwaka 2021 up to 2022 alipoteza finali akiwa na Orlando Pirates kwa penalti. Je, katika msimu huu wa mwaka 2024-2025 itakuwaje kwa upande wake? Na baadhi ya wachambuzi wameandika kuhusiana na mechi hii ya Simba kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa upande wa Farasi wa Vita, katika ukurasa wake wa Instagram ameandika hatimaye mnyama Simba kutinga finali ya kombe la shirikisho Afrika. Nafikiri hakuna wa kuanza kumlaumu, kila mchezaji kaonyesha kiu ya kufika finali, japo mwamuzi kama alikuwa rafiki kwa Simba, bado Kibu kanyima ushindi ugenini. Bongo Mane amechoka sana leo, hata kwa kushindwa kutumia nafasi alizokuwa ameweza kufunga tu. Simlaumu Kibu akikimbia hadi maarifa yakaisha. This Simba is ubingwa hata Super Cup anaweza kuchukua akutane na Mamelodi au Pyramids, yoyote anamweza. This Simba sio ubingwa tu, hata Super Cup anaweza kuchukua, akutane na Mamelodi au Pyramid FC, yoyote anaweza kuchukua. Lakini pia akaandika kwamba kuna ile Simba ya dakika 45 za kwanza nilijua ni Yanga amevaa nguo nyeupe ipo kimataifa. So tani Simba walianza mechi kwa kasi ya hali ya juu, wakanifurahisha kwenye ukabaji sekunde ya 3 wanakupora mpira, kitu ambacho ni tabia ya Yanga. Baada ya hapo sielewi upepo ulikata au mbinu za mwalimu. Ilikuwa kipindi cha pili, walirudi na kasi mpya, wait and see. Simba kanyimwa tuta kabisa. Kibu aliguswa na paja la mpinzani, VAR imetunyima engo. Huo ni katika upande wa Farasi wa Vita. Huo ni katika upande wa Farasi wa Vita katika ukurasa wake wa Instagram. Katika upande wa Instagram wa Jemedali Saidi ameandika ubaya ubwela, Simba Sports Club wameingia finali ya kombe la shirikisho la CAF. Wamestahili kufika finali huku wakiwa wanajenga timu. Wamekuwa bora kwenye mashindano haya throughout. Soka la Tanzania limepata heshima, eneo la Sekafa limepata heshima, na Afrika Mashariki Kati imepata heshima kwa mwakilishi wake kufika finali. Tuwaunge mkono Simba Sports Club wabebe ndoo kwa mara ya kwanza. Binafsi nimefarijika kuandika historia kutangaza mechi ambayo imepeleka Simba Sports Club finali kupitia DStv Tanzania kwa lugha ya Kiswahili. NB ukinuna uwe na sababu, maendeleo hayana chama, ameandika Jemedari Saidi katika ukurasa wake wa Instagram. Ameweza kuandika hivyo. Lakini Berkane ambao hawa ni wapinzani wa Simba Sports Club katika finali ni timu kutoka nchini Morocco. Inatokea mji wa kati, Berkane kaskazini mashariki mwa Morocco. Wanajulikana sana kwa mashindano ya CAF Federation Cup ambapo tayari wameshinda ubingwa mara kadhaa. Na Berkane ilianzishwa mwaka 1938. Timu hii kutoka katika mji wa Berkane karibu na mpaka wa Morocco na Algeria. Rangi zao rasmi ni machungwa or orange na nyeusi. RC Berkane ilianza kujulikana zaidi kimataifa katika miaka ya hivi karibuni, hasa kwenye mashindano ya CAF Federation Cup. Na mafanikio makubwa yamepata timu hii. Walishinda CAF Federation Cup mwaka 2020 kwa kuifunga Pyramid FC kutokea Misri. Walirudi tena mafanikio hayo kwa kushinda CAF Federation Cup mwaka 2022 walipofungwa na Orlando Pirates ya Afrika Kusini. Pia walicheza finali mwaka 2019 lakini walifungwa na Zamalek Sports Club ya Misri.
na uchezaji wao unajulikana kwa kuwa na ugumu sana ulinzi na kushambulia kwa mipira mirefu na mipango ya haraka, counter attack. Lakini pia mara nyingi wanatumia wachezaji wa ndani wa Morocco pamoja na baadhi ya nyota kutokea Afrika Magharibi. Na timu hii ilicheza mechi za hivi karibuni katika CAF Federation Cup mwaka 2024 mwaka 2024 up to 2025 mwaka huu. Robo finali tarehe 2 Aprili 2025. ASEC Mimosas 0, RS Berkane 1 katika robo finali. Lakini pia Aprili 9 RS Berkane 1-0 ASEC Mimosas. Hiyo ilikuwa ni mechi ya marudiano. Walishinda jumla ya magoli 2 na kufuzu kuingia nusu finali. Na nusu finali walicheza tarehe 20 Aprili 2025. RS Berkane alishinda magoli 4-0 dhidi ya Constantine. Mechi ya marudiano ilipigwa na kuchezwa tarehe 27 2025. Kwa ujumla RS Berkane imeonyesha uwezo mkubwa katika mashindano haya, ikiwa na rekodi ya kushinda mechi nyingi na kufunga mabao mengi katika hatua ya makundi. Walimaliza wakiwa na pointi 16 kutokana na mechi 6, walishinda 5 na kutoa sare 1 bila kupoteza mchezo wowote. Hao ndio wameingia nao katika finali, au tuseme wapinzani wa Simba Sports Club katika finali ya kombe la shirikisho Afrika. Na endelea tu kufuatilia Sport Mtaa kwa habari zaidi za michezo. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ukisubscribe utakuwa wa kwanza kabisa kupata habari hizi za michezo muda wote pindi zinapokuwa zimetumwa. Asante na nikutakia wasaa mwema wa vipindi vyetu.